Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Basi leo ni siku yetu ya 23 ya maombi haya ya kubadilisha majira na nyakati. Nichukue nafasi hii nakaribishe watu wa kule YouTube, watu kwenye audio na video katika ibada hii ya maombi na pamoja na hapa Arusha. Na maombi haya yatakusaidia, yatakugusa na yatakuvusha katika kila eneo ambalo unapita. Haleluya. Kikubwa tu tukifika wakati wa kuomba, omba kwa kujiachia, achilia moyo wako mbele za Mungu na Bwana ataenda akufungue. Mungu anaangalia moyo wako umekaaje. Kwa ukiomba kwa moyo, Bwana ataenda kutenda. Naomba sasa siku ya leo tuangalie nyakati za baraka. Tuangalie nyakati za baraka. Alafu nitasoma mstari miwili na baada ya hapa tutaingia kwenye maombi. Muasisi au mwanzilishi wa baraka ni Mungu mwenyewe. Hii tunaitoa wapi? Kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza mstari ule wa 26. Nitasoma tu angalau mpaka mstari ule wa 27. Anasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila kiumbe kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaomba mtu kwa mfano wake. Anasema kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabariki, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki, mkatawale samaki baharini. Hapa anaendelea. Kwa hiyo Mungu alimuumba mwanadamu kwenye Mwanzo 1:26 ili atawale, lakini pia ili akazae. Lakini kabla ya kutawala na kumiliki alimbariki. Kwa hiyo wanadamu tuna nyakati za kubarikiwa. Lisema mwanadamu ana nyakati mbili. Ana wakati wa kubarikiwa na wakati wa laana. Wakati wa laana huwa tunaukimbia, tusiuingie. Laana inaanzia wapi? Pale penye makosa. Adam na Hawa walipokosea tu, ndio laana ikaanzia hapo. Baraka ni nini? Baraka ni mafanikio yasiyo na jasho. Adamu alikula kwa jasho, ile ni laana. Hawa alizaa kwa uchungu, ile ni nini? Ni laana. Lakini kwenye bustani ya Eden kule hakuna jasho wala hakuna nini? Uchungu. Kwa hiyo mafanikio maana yake kibibilia sio kwa akili zangu wala sio kwa akili zako. Kwa mujibu wa Biblia, baraka ni kufanikiwa pasipo jasho. Lugha ya kimwili ni mafanikio ya urahisi. Kwa mfano, mimi ni mjenzi wa nyumba, najenga nyumba. Ili ujenzi wangu uwe ni baraka, Mungu atanipa vifaa vya kurahisisha. Nitakuwa na mashine za kukoroga ile zege. Sianze kushika chepe, naanza hivi. Baada ya hapo kiuno kinauma. Mungu ananipa mashine. Naweka tu ile zege pale, inakorogwa, inawekwa. Naelewa vizuri Naenda kufyatua matofali. Sipigi ile ya mkono ile bang bang hivyo. Jioni niko hoi. Mungu ananipa nini? Mashine za tofali. Baraka hizo. Kwa huyu mtu atajenga nyumba yake kwa urahisi na hata ni pesa hapati kwa nini? Kwa jasho. Mimi ni mkulima niliyebarikiwa. Siendi kushika jembe heka nzima hivi tu. Hiyo ni laana. Jasho, laana hiyo. Bwana atanipa nini? Vifaa. Atanipa labda ni ng'ombe wa kulimia au matrekta ya kulimia. Kwa hiyo sina jasho. Nakaa kwenye trekta pale na drive na kunywa maji yangu vizuri. Unafanyaje? Nalima. Rahisi. Lakini yule wa laana sasa atakosa trekta, atakosa ng'ombe, hata tu zile mbegu za kupanda. Mpaka aende kwanza huko wamtukane kwanza matusi, wampige huko ndo apate nini? Mbegu. Naelewa vizuri Kwa wanadamu tumeumbwa tuishi kwa baraka. Tuishi kwa nini? Kwa baraka. Haleluya. Sasa hizi nyakati za baraka lazima tuziombee. Sasa Mungu atupe. Tunaziombeaje hili? Tunaomba Mungu atuondolee nini? Makosa. Tusikosee.
Maana ukikosea tu tayari changamoto zinafanyaje? Zinaingia. Haleluya. Lakini pia niongee pia kuhusu habari ya nchi yetu, maana pia maombi haya kwa ajili ya kuombea nini? Kuombea hii nchi. Tusifurahie kuona damu zinamwagika katika nchi, ni mbaya, ile ni laana kabisa. Unasikia hata watu hawa upinzani, unasikia mtu ili awe mbunge, kuna watu wamepigana huko, masuala chupa, wengine wamewekwa ndani. Zile ni nini? Ni laana zile, kwenye ile Mwanzo 3 pale, zile ni laana, zile ni laana. Mungu akupe uongozi wa baraka, sio mpaka watu mpasone vyupa. Maana sisi watu wa Mungu tuna haja ya kuombea nini? Kuombea nchi yetu. Bwana aweke nini? Majira na nyakati za nini? Za baraka. Tusiwe na uchaguzi wa laana. Huu uchaguzi, na kabisa mimi naongea hapa ili watu wa Mungu mnielewe. Watu wa Mungu tulioko Tanzania tuelewane kabisa vizuri hapa. Ukiona watu wanaingia kwenye uchaguzi alafu kunatokea vurugu, kunatokea mtu anafungwa, mtu anakufa, watu wanatekwa, Mungu hajakusudia. Hizo ni laana. Kuna watu walikosea katika kuweka mifumo ya uchaguzi. Kuna watu walikosea kuweka yale makosa, ndio leo hii naje yanatugharimu. Ukikosea kupanga ndoa yako, utaona tu mbele shida inaingia, madharau yanaanza, kupigana kunaingia. Kwa nini? Katika kuanza ndoa kuna makosa yalifanyika kwenye kuanza. Katika kuanza biashara ukikosea tu, ambacho kinafuata nini? Ni laana. Haleluya. Twende kwenye Luka alafu tuingie kwenye maombi. Huu mstari nafikiri wengi wenu mnaufahamu, lakini wengi tunausoma tu kama sala. Luka sura ya 11, nitasoma kuanzia mstari wa kwanza, alafu nitaruka kidogo tu tenda mstari wa 4. Anasema hivi: Yesu alipokuwa mahali fulani akiomba, alipomaliza, mmoja kati ya wanafunzi wake alimwambia, Bwana, utufundishe sisi kusali, yani kuomba, kama vile Yohana aliwafundisha wanafunzi wake. Akawaambia, msalipo semeni, Baba yetu uliye mbinguni. Mimi na wewe, mimi na watu wa video kwenye audio YouTube, Yesu ametufundisha kusali, kuomba. Mkitaka kuomba semeni Baba yetu uliye mbinguni. Ndivyo andiko linavyojieleza. Semeni Baba yetu uliye mbinguni. Anasema, jina lako litakaswe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe siku kwa siku riziki yetu, utusamehe dhambi zetu kwa kuwa sisi nasi tunawasamehe kila tumiaye, na usitie majaribuni, lakini utakuwa na yule mwovu. Tunaombaje? Hii ni kanuni ya kuomba, kanuni ya kuomba. Tunaombaje? Mimi na matatizo yangu na mahitaji yangu, nahitaji Bwana nisaidie. Ninaombaje? Nasema cha kwanza, sema Baba yetu uliye mbinguni. Maana yake ambaye inafaa tumuombe ni Mungu. Anaishi wapi? Anaishi mbinguni. Hatuombi miungu ya duniani, hatuwategemei wanadamu. Ni nani? Ni Mungu. Alafu katika maombi hayo yawe ya kumtukuza nani? Mungu. Bwana, naomba unisaidie, niko naumwa, niponye. Alafu iweje? Bwana, ndoa yangu inanisumbua, ndoa yangu iwe njema. Alafu iweje? Tunaomba kwa formula. Bwana, naomba uniponye magonjwa yangu ili nikutukuze wewe. Bwana, naomba unifungue katika changamoto ambazo nazipitia, nifungue nikutukuze wewe. Unaomba ili uwe. Jamani, mimi najua, si ndio? Hata mkienda hapa benki kuomba pesa, mnaambiwaje? Changanua, tupe mchanganuo. Hizi hela unazitumiaje? Unaenda kufanyia nini? Wakiona tu kwamba watakupa hela alafu huna uwezo kurudisha zile hela, upewi tena, ni hawakupi. Kwa hiyo ukienda pale benki kuomba hela, lazima watukuze wao, ufuate taratibu za kwao.
Je, sisi ambaye huyu Mungu tunamuomba, je, tunafuata kile ambacho Mungu amekisema? Ndio pale unaomba Mungu hajibu. Ya pili anasema jina lako litakaswe. Kutakaswa ni kuoshwa au litukuzwe, lakini kwa hapa nasema Biblia hii inasema litakaswe. Usiombe Mungu akujibu alafu uende ukafanya nini? Machafuko. Jina la Bwana likikaa ndani yangu ni ili maisha yangu yatakaswe. Kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Napoiombea nchi ya Tanzania ni ili Yesu ashuke wapi? Tanzania, aitakase hii nchi. Watu waache kumtukana Mungu. Hata juzi nikaongea hapa, nikatoa unabii tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka jana kabisa. Kipindi kile ilikuwa yule ndugu yule nani yule ndugu yule wale ndugu wale walikuwa hata hawana ishu za kuongelea mambo ya siasa, walikuwa wanaongea mambo ya udini na Mungu. Tukana sana Mungu, waabudu Mungu wote wajinga tu, wanaongea hivyo, waabudu Mungu wote mafala tu, yani wanaongea hivyo. Alafu sisi watu wa Mungu tumekaa tunaangalia hivi. Jamani, kuna mtu anaitwa Daudi alimwona Mfilisti mmoja anaitwa Goliati, anaamka saa 11 aenda mlimani, alafu anamtusi Mungu kwa Waisraeli. Mungu gani ambaye mko naye? Kwanza Mungu wenu ni wa kike. Yani hivyo matusi anatoa Goliati. Mungu wenu iko anatukana. Mtu wa Mungu Daudi akapata hasira. Huyu Mfilisti ni nani huyu? Hata jando hajaenda. Na kabisa Sauli unaruhusu kabisa huyu Mfilisti atukane Mungu wetu? Hapana, mimi nitamwendea huyu kwa jina la nani? La Bwana. Sasa lazima pia watu wa Mungu zaidi hapa tuone mtu anaibuka anamtukana Mungu wako na wewe umekaa unaangalia. Huyu ni Mfilisti tu huyu ambaye ajenda jando. Mimi nitakuwa nisimame nitoe unabii niseme huyu mtu anapotea na mtaona. Mimi sibatishi hapo. Hawa vijana wanapotea kweli, muwatetee, mtu atetee. Wanapotea kweli na wameanza. Kwa sababu mambo nimeongea wapi? Mwezi wa 10 mwaka jana kule, kwamba vijana hawa warekebisha njia zao, waache kumtukana Mungu. Kama wao sio wa Mungu, basi waachane na mambo ya Mungu, wafanye mambo yao ya sayansi. Nimeongea mwaka jana, kabla hata hawajaanza kuongelea mambo ya siasa, hawajaanza. Wanapotea kweli, maana Mungu hadhihakiwi. Huwezi kuwa na watumishi wa Mungu Tanzania Yesu wao anatukanwa alafu wao wanaangalia kwa macho hivi. Hapana. Haumpigi mtu panga, haushiki bastola, haushiki mawe, unamwendea mtu kwa jina la nani? La Bwana. Maana nasema hivi, jina lake lifanyaje? Litakaswe. Jina litakaswe. Jina la Mungu lisichafuliwe. Mimi kwenye kipindi cha uhai wangu, nikiwa hapa Tanzania, nikiwa Afrika, hii vitu mimi siwezi kuviruhusu kabisa. Sitampiga mtu ngumi sitampiga mtu jiwe, sitashika panga wala kisu. Jina hili la Bwana. Huyu kwa sababu huyu Bwana wakati anaanza tena, nikamwambia Mungu, Bwana, mbona kama hawa vijana kuna vitu wanaongea kama vina make sense, kama vinaleta maana. Usiku Bwana akaniambia hivi, ni kweli wanaongea, lakini vina make sense leo, mbele ni ugonjwa. Yani vinaleta maana sasa hivi, lakini mbele nini? Ni ugonjwa. Yani sasa na mtu ambaye anasikia kiu sawa ya maji ya kunywa, mfano mimi nasikia kiu ya maji, si haya hapa mtu ananipa nini? Haya maji kama yana nini, wale pindupindu au typhoid, sawa, maji haya nitakunywa, si ndio? Kiu itaisha, sawa. Lakini baada ya masaa ngapi? Mawili, wiki moja, tayari naanza kuumwa. Ndio kitu hapo jana wanafanya, wanatoa vitu vizuri vinavyofaa sasa hivi kuondoa kiu, lakini baada ya mwaka tatizo. Ngoja niongee vizuri watu mnielewe niongee vizuri mnielewe, watu wa YouTube mnielewe vizuri. Ilikuwa ni vizuri sana Nyerere kuondoa udini,
Ilikuwa ni vizuri sana Nyerere kuondoa ukabila, ni safi. Njoo angalia leo hii, njoo angalia leo hii hapo ilivyo, angalia leo hii jinsi ilivyo. Ni kweli ilipendeza. Tanzania kuna ukabila, imependeza, maji ya kunywa hayo, lakini ndani ya nini? Na typhoid, yana kipindupindu. Angalia leo hii watu hawawezi kusimama na nini? Na dini zao hawawezi. Watu hawawezi kusimama na kabila lao, huwezi. Wewe usiwe Mchaga. Mchaga ni baba. Wewe usiwe Mzigua. Mzigua ni baba yako yule ambaye yani ni uzao wa babu yako ule, ni ukoo ule. Na ukoo unaanza nini? Unaanza na mtu, unaanza na baba na mama. Watoto wao hao ndio ukoo huo. Leo na budget achana na nini? Sio mnaelewa? Mimi na watoto wangu 4, sawa sawa. Kwa mujibu wangu mimi, hawa wanangu 4 ni makabila yangu mimi. Ya kwangu yani mimi. Leo mtu anawaambiaje? Achana na ukabila, yani achana na baba yako. Naelewa, lakini hii kitu Israeli wamekataa kwamba sisi baba yetu nani? Ni Yakobo. Kuna wa Benjamini, kuna wa Efraim, kuna nani? Kuna wa Yuda. Wamekataa kwamba sisi baba yetu ni Yakobo, uzao wa Abrahamu, tutakaa hapa, hatuvunji hii. Kwa nini Israeli wana nguvu? Wamemaintain ukoo wao, lakini hapa maji mazuri safi, ndani poison, sumu. Haleluya jamani, hebu niongee, yaani nataka niongee kwa level ya taifa, ili pia watu waelewe. Ukisikia umoja wa kitaifa unaundwaje? Tatizo Watanzania wenzangu hawa, baadhi yao, sio wote, baadhi yao, na ni wengi, hawajui haya mambo yanavyoendeshwa. Hawajui nchi inavyoendeshwa. Watu hawaelewi. Na raia wakiwa hawajui nchi inavyoendeshwa, umasikini hautaka utoke, shida hautaka zitoke. Nchi haiwezi kuendelea kama hakuna umoja wa kitaifa. Huo umoja unaundwaje? Kwa hizi taasisi, kwa kabila, kwa dini, kwa mashirika, kwa makampuni. Hizi umoja zinaungwa zote. Kila mtu anafanyaje? Anapeleka nini? Mchango wake pale kwa taifa. Sasa ukivunja hii unity, ukavunja ukabila, ukavunja udini, taasisi ukavunja nini hizi madhehebu kavunja, hakuna. Maana nchi ni kubwa, watu wako wangapi? Ni ngapi tupo? 63. Hawa watu wana makabila yao, si ndio? Wana dini zao, dhehebu zao, na kila kabila lina mchango wake. Kuna makabila kabisa wao ni mafundi stadi wa kutoka nini? Labda furniture, si ndio? Kwa ukabila wao ndio wanafanya, wanakuwa mafundi stadi. Usiwavunje, usiwadestroy. Angalia leo hii wa TZ. Angalia, hawana fani yoyote, hawajui kuvumbua chochote, hawana. Lakini baba yetu alitupa maji, kama ndugu zangu wakina nani ya Mrindoko, wanatoa maji ya kunywa, watu wanashangilia. Kisa kuna changamoto za kiongozi nao time, kwa watu wanakunywa tu. Mungu akiondolewa Tanzania, hapakaliki. Nasema hivi, hapakaliki. Kwa sababu amani, upendo, furaha, kwa sababu ya Mungu. Kwa njia gani? Hizi dini, hii misikiti hii, haya makanisa haya. Kwa sababu serikali ina maintain peace. Kwa nini? Kwa bunduki. Unaelewa? Kwa bunduki au magereza. Na mtu kimaintain kwa nguvu, kuna siku tu ataresist, lazima. Rwanda imetokea hapo. Kule wapi kule Germany kule kwa Hitler imetokea hivyo. Wana maintain peace. Kwa nini? Kwa mtoto bunduki. Kule ikaamka kule, wakaresist, Hitler akauawa. Kwa hiyo watu wa dini ndio wanamfanya mtu awe na amani kwa hiari yake, yani mwenyewe atulie mwenyewe. Sisi watu wa dini, sisi watu wema, sisi. Sasa vijana hawa wanaambia watu eti dini ni upuuzi, dini ni ujinga. Sikiliza, usidanganywe. Haleluya. Hizo ndio baraka.
unapata mafanikio ya amani. Uhitaji kumpiga mtu, kumdhulumu mtu, uhitaji. Anasema jina la Bwana fanyaje? Litakaswe. Ya mwisho anasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Maana yake okay, malizie. Anasema na ufalme wake uje. Kwa hiyo sisi tutakuwa tuishi hapa duniani kama wapi? Kama mbinguni. Tuishi wapi? Kama mbinguni. Hapa duniani kama mbinguni. Kuna watu wanaishi duniani kama kuzimu. Tanzania hii, Arusha hii, kuna watu wanaishi maisha mazuri, huwezi amini. Alafu kuna watu wanaishi maisha mabaya sana, ya hovyo sana. Chunguza. Amemkataa nini? Ufalme wa Mungu. Wewe unawaambia watu, hela isikuyumbishe. Usitafute hela kwa njia mbaya, njia za maumivu, unaumia. Sio. Wazungu hiki kitu wamejua, wamejua hiki kitu kwamba ni kweli lazima tumiliki, ni kweli lazima tuwe na mali. Angalia, wameunda mashine, jenga maushirika, makampuni, mataasisi, jenga hivyo. Kazi ikuwa kubwa, chukua watu wengi, ili nini? Watu wasiumie. Njoo si bongo hapo. Kazi tu ndogo labda ni 500,000, alafu kazi ni kubwa, badala ya mtu aite wenzake watatu, hiyo 500,000 wagawane wote pale, kazi iwe rahisi. Mtu anakomaa mwenyewe. Anakomaa mwenyewe. Si mnanielewa? Lakini watu kwamba hutakiwi jamani, mimi ndo maisha nayoishi. Nawaambia hapa, mimi ndo maisha ninayoishi. Siishi maisha ya jasho hata, na siruhusu mtu aniletee majasho, siruhusu kabisa. Hata utumishi wangu nipo hata leo usiku wa kuamkia leo, tarehe ngapi? Leo 24 kuamkia tarehe ya leo, Bwana kanisemesha, ingawa sitataja. Kuna makanisa Bwana ameniambia niache, kuna wachungaji Bwana ameniambia niwaache. Yaani kuna mapasta watakuja. Bwana ameshanisemesha kwamba kuna wachungaji fulani tena ni wa huku chini. Okay, wewe niache. Kwa nini Mungu ameniambia hicho kitu? Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa, okay, nitaongea vizuri, acha leo nisiseme. Ndani yao wamebeba nini? Laana. Wamemtukana Mungu. Jamani, Mungu hayupo na mwili duniani hii, sawa? Mungu ni roho, sawa? Mungu kuja duniani, kuna mtu anamtuma kama Yesu. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtuma mwanawe pekee ambaye ni Yesu. Naelewa vizuri? Hebu niongee hapa vizuri ili watu nielewe. Uwepo wa Mungu kwa wanadamu ni watu wa Mungu kwa nani? Kwa wanadamu. Wewe hapo ulipo ukasema hivi, mimi na uwepo wa Mungu, cha kwanza mimi nitaangalia una wakina nani? Marafiki zako wakina nani? Maana hao marafiki ndio nani? Wa Mungu au nani? Shetani. Wewe ukiangalia kabisa marafiki uliokuwa nao, vibaka wote, washirikina wote uliokuwa nao, safari za waganga ni kama chooni na ndani. Mimi na uwepo wa Mungu. Marafiki uliokuwa nao ni aina gani? Mimi Steven Jacobo nina uwepo wa Mungu, njoo niangalie. Angalia watu wangu uliokuwa nao. Hukuti mshirikina, hukuti na mchawi, hukuti. Wewe ni hukuti hata mara moja, hukuti. Lakini mtu mimi na uwepo wa Mungu, njoo muangalie. Watoto, familia yangu ina uwepo wa Mungu, ni sawa. Naangalia watoto wako, unawaangalia wana nini, wana vitu gani? Maana familia ni baba, mama, nani? Familia hiyo. Kwa hiyo hivi, familia yangu ina Mungu, sawa. Naangalia baba na Mungu, mama na Mungu. Je, watoto? Yaani mambo haya ni rahisi tu, una audit tu, unaangalia tu, wanangu hawa hawana Mungu. Pambana mpate Mungu, pambana mpate Mungu.
Waifu hana Mungu, pambana mpaka mpate Mungu. Mume hana Mungu, pambana mpaka pale ampate Mungu. Maana uwepo wa Mungu duniani unaingia ndani ya mtu. Jamani, niongea mwisho nimalize. Yesu aliulizwa hivi, ufalme wa Mungu utakuja lini? Akajibuje? Hautakuja kwa jinsi ya kuchunguza kwamba uko hapa au kule. Ufalme wa mbinguni upo ndani yenu. Mungu anakaa wapi? Ndani ya mtu. Ukiwa na mtu wa Mungu ndio uko na Mungu hapo, ndio uko na Mungu hapo. Ukiwa na mimi ndio uko na Mungu hapo. Ukiwa na mchungaji wako hapo ndio na Mungu yuko hapo. Ndio maana pia baadhi ya changamoto ambazo mtu anapitia, mfuate mtu wa Mungu, mweleze. Mungu atampa majibu kwa ajili yako. Mimi namshukuru Mungu amenipa uwezo pia wa kuona hata miaka 200 ijayo. Nisema pia utawala huu wa Muslim kuna miaka najua hiyo miaka wote hapo tutakuwa hatupo. Wote tutakuwa hatupo kama Yesu akiwa bado hajarudi. Kama ikiwa bado hajarudi, maana maisha yataendelea kama kawaida. Yesu akiamua kuja leo anakuja tu. Lakini mwaka 2100 mpaka na 120 dola ya Uislamu itaamka tena na itashika ulimwengu. Bwana anakuonyesha mwaka 2000 na ngapi na 20 huku. Haya maneno ya mwaka 10 na ngapi, 20 ngapi, nafikiri 22 kama sikosei, au 23 yako YouTube kule, itaamka tena. Sasa hivi dola ya Muslim imekolapsi. Ndio hao kina Irani hawa wanapigwa leo, wanatandikwa kwamba wasiwe na nguvu. Lakini mwaka 2110 mpaka na 20 hapo itaamka tena. Inaamkaje? Kwa Wakristo kulala. Na hata naongea leo hii hapa, kuna mchakato ambao unaendelea wa kulaza wewe. Naomba tusimame tuombe tu. Tuendelee. Tuombe. Haleluya. Funga macho yako vizuri. Haleluya. Sema Yesu, nakuja mbele zako. Naomba uniinue. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niko mbele zako. Nakomboa nyakati zangu kwa mamlaka zako. Kwa jina la Yesu. Nakataa nyakati za laana kwenye maisha yangu. Nakataa nyakati za laana kwenye familia yangu, kwenye uchumi wangu. Sema kila laana ninaikataa kwa jina la Yesu. Kila laana katika nchi yangu, sema ninaikataa kwa jina la Yesu. Basi hebu omba kila mmoja polipo, kataa laana kila mmoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, naikataa roho ya laana kwa damu ya Yesu Kristo. Roho ya laana naikataa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Roho ya laana juu ya kanisa Ramando Banderianda Rabasika, juu ya kanisa nakataa, juu ya nchi nakataa, uchaguzi wenye laana na ukataa, juu ya kazi yangu nakataa, juu ya afya yangu nakataa. Roho ya laana nakataa katika jina la Yesu Kristo. Na ukomboa wakati wangu, na ukomboa leo, na ukomboa umri wangu, na ukomboa sasa. Hebu omba tu ulipo, omba tu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo, sema nakataa mauti kwa damu ya Yesu. Nakataa vifo kwenye familia yangu. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa vifo katika nchi yangu kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Nakataa magonjwa yaletaye kifo, yaletaye mauti. Ninayakataa kwa jina la Yesu. Hebu omba kataa kila mmoja kataa
omba tu, kae kimya, omba tu, maana haujui kesho yako, omba tu, ombea familia yako, ombea mke wako, ombea watoto wako, ombea tu nchi yako. Kataa. Mandarabasika Shantorianda Rabasaya, nakataa roho za mauti juu ya familia yangu, juu ya kanisa hili, juu ya nchi yangu ya Tanzania. Nakataa roho ya vifo kwa jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo. Nakataa. Mimi nakataa leo katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Mandarabasika Shakamanto Rianda Rabasika mama masika, kwa damu Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu, ninaomba uniinue, nikuinue wewe. Naomba unibariki, nikutukuze wewe. Sema Mungu wangu, naomba uniinue, nikutukuze wewe. Sema Mungu, niko mbele zako, ninaomba uniinue, nikuinue wewe. Niinue katika uchumi, katika fedha, katika familia, katika ibada, katika utumishi wangu, ili nikuinue wewe. Sema Mungu, naomba uinue watoto wangu ili wakuinue wewe. Naomba uinue kanisa ili nikuinue wewe. Niinue katika afya, nikuinue wewe. Basi hebu omba tu ulipo, mwambie Mungu akuinue. Omba tu, sali tu vizuri tu, mwambie tu Bwana akuinue, Bwana akuinue, asikurukie, asikuache. Bwana akuinue. Mandarabasika Shakamando Manderi Andarabasika. Bwana, inua kanisa lako, inua watu wako Mungu. Jehova Elioni, Jehova Eligibo Ebeneza. Bwana, inua watu wako, wewe ambaye uko uliyekuweko. Bwana tuinue. Mume huyu mama katika uchumi, huyu baba, huyu kijana, huyu mtumishi. Bwana umuinue leo, muondoe mavumbini, muondoe Bwana, ili akuinue wewe katika jina la Yesu, kwa damu Yesu Kristo. Omba tu hapo ulipo, omba tu. Bwana akuinue leo, Bwana sikuache, Bwana akuinue sasa katika maombi haya ya siku 30. Bwana akuinue. Omba tu kwenye audio, omba tu kwenye video YouTube, omba tu. Mwambie Bwana akuinue, mandarabasika katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai, katika damu ya Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Asante Bwana Yesu, haleluya. Kaa kimya, alafu niombe sasa. Baba mtakatifu, Mungu mwenye enzi yote, mfalme wa amani, Mungu unayejua, nami naomba saa hii ya leo kwa ajili ya watumishi wako, watu wako walioko hapa Arusha, kwenye audio, kwenye video na kule YouTube. Bwana, bariki watu wako, usiwaache watu wako wakaangamia. Bwana, usiache watu wako tukaaibika. Bwana, usiache watu wako wakaonewa. Bwana, usiache watu wako wakateswa na magonjwa na masikini. Bwana, inua watu wako sasa ili wakuinue wewe. Bwana wa mbinguni, Baba wa mbinguni, shuka sasa, shuka leo, shuka leo Bwana, ukuinua watu wako. Bwana Yesu, naomba sasa baraka zako zikashuke kwa kila mmoja aliyoko hapa Arusha, kwenye audio, kwenye video na kule YouTube, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya, amen. Haleluya. Kama tukae. Haleluya. Kuna watu nitaombea hapa. Haleluya. Macho yako niombe sasa kwa ajili ya watu wote. Haleluya. Baba mtakatifu, Mungu mwenye enzi yote, Bwana Yesu, naomba kwa ajili ya watu hapa Arusha, kwa ajili ya watu wa audio, kwa ajili ya watu wa video, kwa ajili ya watu pale YouTube, na pia kwa ajili ya nchi yangu ya Tanzania. Bwana Yesu, naomba sasa baraka zako zikashuke, kila mmoja kamguse kwa nafasi yake, maana wewe unawajua watu wako na walio wako. Bwana unawajua, waguse Bwana Yesu, usimwache hata mmoja, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai.
Bwana Yesu, hata usiku wa leo Bwana ukatufunulie yale tusiyoyajua. Bwana ukasema nasi kwa njia ya ndoto, lakini pia malaika wako akumbushaye atukumbushe asubuhi, ili Bwana tukuinue wewe, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, amen. Bwana asifiwe tena. Ninaomba basi tuzingatie ndoto ambazo siku tunaziota, tuzizingatie, maana hizo ndio zina majibu. Sawa sawa, kile ambacho Bwana anakusemesha kwenye audio, kwenye video pale YouTube na hapa Arusha, ni hivyo. Kitu Bwana akikusemesha, hata kama hujui maana yake, zingatia tu, alafu kija hapa nikikuuliza labda umeona nini, utaniambia, alafu tutaangalia jinsi tunaombaji. Maombi haya ambayo tunayafanya hapa, na pia baadhi ya haya ninayofundisha kabisa, kuna wengine wanatumia ndoto zao. Kwa unajua hapa kuna shida fulani. Kuna mmoja kama leo tumeomba hapa, tumetumia mauti. Kuna mmoja kabisa ameonyeshwa kuna roho ya uchinjaji, watu kuuawa inatembea. Yeye kaota tu ndoto, lakini aliponiambia mimi tayari nimejua kwamba kuna roho inatembea. Kaonyeshwa mara aonyeshwa kuna kama ndugu ametekwa, mara aonyeshwa kuna uwaji. Maana kuna mpango wa mauaji kwa watu wa Mungu upo, lakini watu wenye roho za Mungu, lakini pia watu ambao wako nomo, yani sio baridi sio wa moto. Kwa hizo roho za kukemea, lakini haya tu tumeyajuaje? Ni mtu fanyaje, amelala usiku akaota. Kwa hiyo ndoto ambazo unaona usizipuuze. Kuna wakati nitakuuliza na unijibu, uniambie tu umeota hivi, alafu tutaomba na Bwana atasaidia. Haleluya. Basi tumefika mwisho wa ibada yetu hii ya maombi. Siku ya kesho tutaendelea. Basi kule kwenye video, Bwana abariki sana, muwe na siku njema. Lakini pia namba yetu inapita hapo, sadaka unaweza ukaachilia vizuri na Bwana atakubariki sana. Tuna namba hapa za simu, na pia tuna akaunti ya benki iko hapo, unaweza ukaachilia vizuri hapo na Bwana kushika mkono kwenye audio na kwenye video. Basi Bwana abariki sana, muwe na siku njema, muwe na usiku mwema, mpaka tena siku ya kesho.